يا من قد أسرف أوتاه ها قد أقبل شهر الله. يا من قد أسرف أوتاه ها قد أقبل شهر الله. أقبل وأطلب فيه الرضا، أقبل وأطلب فيه الرضا، واستلم الفيض الرحمن رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu, wazee wangu, alhamdulillah, mpaka jana ambayo ilikuwa ni darasa ya 7 tuliafikiwa kuyamaliza yale tuliokusudia kuyazungumza katika mrengo wa kwanza au katika mihwari ya kwanza. Leo tunataka kuingia katika mihwari ya pili ya mada yetu, na niliwaambia mada yote itakuwa karibu na mihwar 5, lakini katika hizi 5 hii ambayo twaianza leo ndio kiini cha mada, na ambayo ndani tutazungumzia mambo takriban 10 au 11, Mungu akitupa uhai na uzima. Katika unwani kubwa ambayo tunataka kuizungumza sasa ni Al-Qur'an wal-i'lam,
Qur'ani sasa yazungumza nini kuhusu suala la utangazaji, suala la i'lam na suala la media. Na ni mambo ambayo yataka masafa marefu haya, lakini tuanze wapi? Kwa sababu ndugu zangu, kuna nukta ya kimsingi sana nataka kuwaelezea inaoambatana na usomi wa kitabu hiki kinachoitwa Qur'an. Kitabu hiki mbali na kwamba ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao hilo ni ndio la kimsingi linaokitofautisha na zitabu zingine. Pili, mtungo wa kitabu hiki na mpangilio wa kitabu hiki haufanani na mtungo na mpangilio wa kitabu kingine chochote. Na haya maneno nimeyazungumza katika minasaba tofauti, napenda tu kuyakumbusha leo kwa ufupi. Leo ukitunda kitabu chochote cha mwandishi wa kawaida mwanadamu, cha dini au si cha dini, cha Muislamu au asiyekuwa Muislamu, kuna kitu kinaitwa mpangilio wa uandishi. Nakuta mtu ameanza introduction, akimaliza ameingia chapter ya kwanza, au Kiswahili wanena sura ya kwanza, amalize angie chapter ya pili, sura ya pili, angie chapter ya tatu. Sasa inategemea kitabu chaweza kuwa kina chapter 8, 9, 10 mpaka amalize. Na katika mgawanyiko wa zile chapter za kitabu, zile sura, huwa kila sura imetukua mada na unwani maalumu tofauti na sura nyingine. Mfano leo ukitukua kitabu cha fiqhi ya Kiislamu, utakuta wanafiqhi wakianza kitabu cha kwanza maarufu utakwambia kitabu tahara, yani chapter ya tahara. Atazungumza mambo ya tahara mpaka yamalizike pale ndani. Atoke aingie kitabu sala, azungumze mambo ya sala mpaka yamalizike pale ndani. Atoke aingie kitabu saum, kitabu zakati, kitabu al-khumsi, kitabu al-haji wa hakadha mpaka amalize. Huu ndio mtungo wa kibinadamu wanavyotunga zitabu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitabu chake hakukipanga hivi. Kinao sura, lakini sura zilioko kwenye Qur'ani haimaanishi neno chapter tunalolifahamu sisi kwenye kitabu cha wanadamu. Usifahamu kwamba suratul Fatiha ndio chapter ya kwanza, suratul Baqara ndio chapter ya pili, sijui suratul An'ami wa hakadha. Utafahamu makosa, kwa sababu waweza kukiona kitabu Qur'ani amezungumza ibada kwenye suratul Fatiha, amezungumza ibada kwenye suratul Baqara, amezungumza ibada kwenye sura nyingine. Hakuifanya hii sura ya ibada, hii sura ya bai'i, hii sura ya sala, hii sura ya saumu, hii sura ya haji. Haa. Kwa nini? Suala la kimsingi pengine watu wataka kuuliza. Kwa nini? Kwa hikma gani mpangilio wa Qur'ani haukupangwa kichapter? Mungu ajua sababu zake, na yeye ayua tulionayo sisi katika nafsi zetu, lakini sisi hatuyui yaliyositamana katika ilmu yake. Lakini maulamai katika kutaja moja katika hikma, naomba munisikilize vizuri sana. Kuna tofauti baina ya kutunga kitabu cha kuwaelimisha watu na baina ya kutunga kitabu cha kuwabadilisha watu.
Umenielewa vizuri sana? Kuna tofauti uje na theories zako na nadharia zako na mipangilio, uiandike uiweke kwenye kitabu kurasa 300 ili watu waone wewe wasemaje, umma ukitaka kubadilika wataka ubadilishwe vipi, wewe maoni yako wasemaje. Hicho ni kitabu cha elimu. Kuna na tofauti kwenda ground kutekeleza misingi unayoyaamini katika kutaka kuwabadilisha watu. Mpangilio huwa tofauti. Tawapa mfano. Waweza wewe kama mwana mageuzi ukapekwa kwenye kijiji, ukaambiwa hichi kijiji yataka ukibadilishe, kina matatizo haya. Ukapoa na kitabu kimeandikwa na wataalamu kuhusu misingi ya mabadiliko. Mtu akitaka kuubadilisha umma hufuata misingi gani? Wakakupa kitabu kile, kimeeleza chapter ya kwanza, chapter ya pili, chapter ya 3 mpaka chapter ya 10. Wakati wa kuimplement kitabu kile huwezi kukifuata chapter ya kwanza, chapter ya pili, chapter ya 3. Utakifuata kulingana na changamoto zilioko ground. Zikija changamoto za chapter ya 3, utaiwata chapter ya kwanza, utaitukua chapter ya ngapi? Ya 3, kwa sababu ndio yalioko usoni. Utaambia msiniulize mambo ya saumu, mimi mwanzo niko kwenye kutekeleza chapter ya nini? Ya swala wewe. Sijui mmenielewa vizuri sana. Sasa kuna tofauti baina ya wewe kukiandika kitabu wataka kuonesha mawazo yako kiwekwe kwenye rasa cha kuonesha misingi unayoamini wewe ya mageuzi ya kijamii. Kuna na tofauti baina ya kushuka ground kutekeleza ile misingi ya kugeuza jamii. Qur'ani ni kitabu kimeletwa kuongoza watu, hakikuletwa kuwekwa kwenye rasa kisomwe chapter zake. Sijui mmenielewa vizuri sana. Kwa hivyo alikipewa mtumi kwa dose kulingana na challenges zinazomkabili katika mwenendo wake wa mabadiliko wa miaka 23. Akiwa amepata challenge iko kwenye suratul Isra, haingoji tumepanga kuiteremsha suratul Isra mwaka wa 10. Sijui tumeelewana vizuri, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye kuiteremsha suratul Baqara. Hata tumalize suratul Baqara utajibu maswali hayo, mtume waambie sisi tuko mwaka wa 5 hijiria, hiyo sura imepangwa kuteremka mwaka wa ngapi? Wa 10. Kwa hivyo wewe huwezi kuyatatua haya matatizo mpaka mwaka wa 10. La, ilikiwatwa suratul Baqara ikitukuliwa nini? Aya 10 zilioko kwenye suratul Isra, akipewa akamwambia tatua hilo tatizo. Lakini hizi si suratul Baqara, hizi itakapo kushuka suratul Isra utaziweka kwenye suratul Isra. Sijui mmenielewa vizuri sana. Kwa hivyo ndio tukapata natija ya aya za Qur'ani, ukizisoma kielimu utaziona zimetatawanyika. Mara swala nusu imeelezwa kule, mara swala nusu imeelezwa kule, mara kingine kimeelezwa sura ile. Wewe utanena ni kitabu hakina mtungo, kithiori za kiakademiki za kusoma mezani hakina mtungo. Lakini ukikifuata Qur'ani kwa sera ya miaka 23 katika implementation, utapata ni msuko mmoja kimeshikana katika kuwatukua watu katika mageuzi step baada ya step. Na hapa ndipo watu wataka wafahamu vizuri sana. Hapa kisha kuna mwanachuoni mmoja, nisikilizani vizuri sana maneno na yatanifaa mimi na sote tutakao kubadilisha huu umma. Kuna mwanachuoni mmoja aitwa Ayatullahi Al-Qabanji, uko Iraki. Ni mwanafundi wa mwanachuoni mkubwa, mwanafikra katika nyanja kila aina, ajulikanao kwa jina la Said Muhammad Baqiri As-Sadr, mwenye kitabu kinachoitwa Iqtisaduna au Economy, Siyasatuna au Politics, Falsafatuna au Philosophy, Mujtamauna au Society. Ameandika theory za Kiislamu zote kuhusu siasa, uchumi, na ndio katika watu wa kwanza walioandika mfumo wa banki bila riba.
katika 70s huko, akiita al-banku la ribawi fil Islam. Huyu Qabanji ni mwanafunzi wa Said Muhammad Baqir Swadi. Huyu Qabanji ana kijitabu kidogo amekiandika akiita al-madhhabu siyasi fil Islam, mfumo wa kisiasa katika Uislamu. Katika introduction ya kitabu chake asema hizi ni fikra siku nyingi zilikuweko makaratasini kwenye draw. Hapa ndipo message nataka kuituma mimi. Hizi ni fikra, hichi kitabu zilikuweko makaratasini, nimeziandika muda mrefu, nizieshe kwenye draw, hutiania nizichapishe au nisizichapishe. Kwa nini? Asema kwa sababu nilikuwa kila nikitaka kwenda kuzichapisha lilikinisimamia suala nilomuuliza mwalimu wangu alokiweza kuyaandika zaidi haya niloyaandika mimi mara 10. Manake Said Shahidi kuna baadhi ya vitabu ameziandika kwa siku 20 peke yake bila ya reference, akiwa jela, akiuchallenge ukomunisti na filosofi yake zasomeshwa katika kila pembe ya ulimwengu leo. Asema mwalimu wangu aweza kuandika zaidi ya haya mara 10. Siku moja nilimuuliza, kwa nini Said kila wiki wewe waweza kuteremsha kitabu? Kwa nini huteremshi kitabu? Kwa nini kitabu zako hesabika kwa zanda tu? Nataka muyue Said Muhammad Baqir Sadri alipouawa na Saddam alikuwa na miaka 43. Ni rika la Said Sistani, angekuwa leo ndio kiongozi ulimwengu mzima. Akamuuliza, kwa nini huandiki kila wiki ukateremsha kitabu? Akamwambia, mwanangu, naweza sana hata kila wiki, kila usiku mimi naweza kuteremsha kitabu, lakini nina swala hujiuliza baina yangu mimi na Mola wangu, kwamba huu umma wahitaji uongozi au wahitaji fikra. Sijui umeelewana vizuri sana. Najiuliza, changamoto na matatizo ya huu umma ni uhaba wa fikra au ni ukosefu wa kiongozi aliyoko ground anao implement hizo fikra? Najiuliza hapo. Maktaba ya Kiislamu imejaa. Mimi sasa yao tu nilipotaka kuzungumza mazungumzo ya media ambao wanazuoni wote upiga mayoe kwamba Waislamu wako nyuma katika kuandika katika media, nimepata karibu vitabu 100 washe, na ambao hulalamika unena haiandikwa bado kisawa sawa. Kuna karibu vitabu 100 na kitu zimeandikwa na Waislamu kuhusu nini? Media. Ikiwa hawayaandika hali ni hini, je wakiandika? Sasa Said Shahidi asema theory zimejaa, makongamano kila siku hufanywa, semina kila siku hufanywa, kukatolewa fikra mpya. Suala ni nani anaozishika mkono fikra zile kwenda nazo ground katika kufanya nini? Mabadiliko. Kwa hivyo Qur'ani si kitabu kimezokuja kumfundisha mtu elimu aketi mezani afanye degree, afanye master, afanye PhD. Qur'ani ni kitabu kimekuja kumshika mkono kiongozi, nenda uwandani, tekeleza haya yatakayatokee, mabadiliko yasomwe kimatendo, sio yasomwe kinadharia. Sasa jana kuna mtu ameandika suala, auliza hizi mada za kuzungumza mabomu Amerika, satellite zina uhusiano gani na mwezi wa Ramadhani? Na sitaki suala hili kwa sababu ndivyo tulivolelewa. Wewe walikuwa darasa za Ramadhani wataka nini? Walikuwa wataka furudhul wudhu 6, faradhi za udhu ni 6, al-awwalu ya kwanza, an-niyya ni kutia nia. Alikuwa wataka hizi. Kwani mimi uzungumza Biblia hapa? Qur'ani sio mwezi ulioteremka Qur'ani. Qur'ani katika wajibu wake mmoja si kukiua sisi kitabu hiki. Kukiua kitabu cha Qur'ani ni siku zote tu tubaki na kutiba alaikumu siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum
imefaradhiwa kufunga kama walivyofaradhiwa waliokuwa kabla yenu. Kwa hivyo kama namna sisi tufungao, watu waliopita pia walifunga. Hata nana Maryam, hizo za kuzitoa kwa moyo sawa. Hata nana Maryam pia alifunga, inni nadhartu lirrahmani sawma alla ukallima alyawma insiya. Hapa ndipo mahala Waislamu wataka kupigwa msasa. Manake na hakika kuna wengine wameanena, kuna wengine hawana ushujaa. Huja wakaketi kanena, hii huambiwa darasa ya tafsiri. Mbona lakini hatuesikia tafsiri sisi? Au haiwapiti katika khatiri maneno haya? Kwa sababu hakuna Jalaleni hapa ambayo kusoma. Kwani ile aya niloisoma yana nikatoa theory ya kuanza utangazaji wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni, ile ilikuwa yatoka kwenye Qur'an, ilikuwa toka kwenye Biblia? Ilikuwa pale nikifasiri Qur'ani ama nilikuwa nikifasiri Biblia? Sasa matatizo yako hapa. Sasa mtu aweza kaja akakwambia wataka kuzungumza utangazaji, i'lam, iko wapi kwenye Qur'ani mambo haya? Hakuna sura yankuliwa suratul i'lam katika Qur'an. Hakuna chapter yankuliwa ni chapter ya nini? Ya i'lam. Lakini kuna aya kwa mamia zimesambaratika katika sura tofauti, zimetatawanyika katika sura tofauti tofauti. Neno la kwanza si neno la sawa, kusambaratika, kutatawanyika. Zimetatawanyika katika sura tofauti tofauti. Ukiweza kuziokota na kuzitunda na kuziunganisha, waweza kuitunga tasbihi ya tundamia yenye mtazamo mmoja, ikakupa theory kamili ya media katika Qur'an. Lakini suala liko hapa, wapi tutaanza? Sitakuwa toa kwenye mada, mimi niko pale pale. Tunataka kusoma media katika Qur'an, tuanze wapi? Tuanze hapa. Tulikubaliana yana kwamba kwa mujibu wa theory ya Qur'ani ni kwamba suala la communication, la mawasiliano, ni suala lilimtangulia mwanadamu kabla hayaumbwa. Mwenyezi Mungu alicommunicate na malaika akawapa habari ataka kumuumba mwanadamu, ambapo hakuna kiumbe mwingine yoyote alotaka kuumbwa kulipatikana kitu kinachoitwa mawasiliano, kujadiliwa ule atakaye kuumbwa isipokuwa mwanadamu. Hii inamaanisha kwamba kuwasiliana ni tendo lilikuwa kabla ya kuumbwa mwanadamu, lilosuhubiana na maamuzi ya kumuumba mwanadamu. Mwanadamu hawezi kwenda bila ya mawasiliano, na mwanadamu hawezi kwenda bila ya mjadala. Na ndio kulipatikana zitu ziwili niliwaambia, communication na dialogue. Tupo vizuri sana. Communication na nini? Na dialogue. Baina ya Mungu na malaika kumuhusu nani? Mwanadamu. Malaika wakampinga mwanadamu kwa sababu wao walitaka kuyayua mambo wayaonavyo. Mwenyezi Mungu akawaambia, chombo cha habari sasa nitakachokumpa Adam, kazi yake kitakuonesha mambo yalivyo, sivyo uyaonavyo. Ambiuni bi asma'i haulai qalu la ilma lana illa ma 'allamtana faqala adamu ambihum, wape habari. Mupo na mimi vizuri? Hizi ndio theory za media zinavyoanza katika Qur'ani. Kwa hivyo Adamu ndo alikuwa mpekaji habari wa kwanza alo communicate na akatumia lugha, kinyume na waonena kwamba lugha ilikuja baadaye. Mwanzo ilikuwa ni science. Qur'ani anena tulianza na lugha, wa 'allama adamal asmaa kullaha. Adam akateremka. Nafupisha, kuna mengine hayahusiani na media. Alipokwenda peponi yakatokea yaliyotokea yeye na Ibilisi. Tupo vizuri sana? Nitakuya kuyazungumza ya Ibilisi kuhusu propaganda. Propaganda ya kwanza ilianza na Adam. Fawaswasa lahuma ash-shaytan. Alitumia propaganda Ibilisi kumchanganya nani? Adam. Akamwambia, wayua
Mungu kwa nini amekuziwia usile huu mti? Si alianza na lugha hizo, inni laka minan nasihin. Bwana mimi nimekuja bwana, mimi ni katika wahisani wako bwana. Haya ya pati hii mtayawata nitakapokwenda kwenye mihwari ya 3 ya kazi ya propaganda. Tutamrudia Adam huku kwenye pepo. Tuiwate hapo. Turudi hapa. Adamu yakatokea yaliyotokea, akaambiwa ihbitu jami'an. Nendani katika nini? Ardhi nyote sasa. Sio ba'dhukum li ba'dhin adu. Sasa kuna uadui mirengo miwili. Kuna media ya Ibilisi, kuna na media ya nani? Ya Adam. Media ya Adam ina message gani? Mpaka nkuetee Mungu ambia fa imma yatiyannakum minni hudaya, nitakuetea uongofu wangu ndio uanze kuusambaza kama message yako. Lakini na Ibilisi naye message yake nini? Tofauti ya hudan nini? Ni ghawaya. Nisaidiani ile aya. La aghwiyannahum, sio unataka mwanzo. Fabima aghwaytani, Ibilisi amwambia Mungu, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, na kuwapia ya Allah kama vile ulivyonisababisha mimi ukanitoa peponi, na mimi nendao kupambana duniani kuketi kwenye message yako isifanye kazi. Nendao kuketi katika hiyo siratan mustaqima, na sitokwenda kipuzipuzi tu nitangaze batili. Nitatumia mbinu kila aina. La atiyanahum, tawailia kuliani, niwailie kushotoni, niwailie kwa mbee, niwailie kwa nyuma. Hizo mbee na kushotoni na nini na nyuma, hizo si mbee, hii mbee ya kimaterial. Ndio zile khutuwati shaitan. La tattabi'u khutuwati shaitan. Ndio zile zitimbi za nani? Za shaitani. Sasa twaona tukiteremka kwenye ardhi, tumeteremka na mirengo miwili ya media. Tupo vizuri sana. Mrengo wa Adam unaosambaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu ambao ni huda Allah. Mrengo wa Ibilisi na wanajeshi wake unaosambaza propaganda za kupotosha huda Allah. Na hunu una mbinu zake na hunu una mbinu zake. Je, mbinu za huku nzipi? Niko kwenye Qur'ani au nimetoka kwenye Qur'ani jamani? Niko kwenye Qur'ani. Sawa. Ikaendelea. Adam akaendelea na media. Nuhun, Ibrahim, enda sasa paka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Na utaona katika Qur'ani kuna misingi ya kinadharia ya media, kuna na misingi ya namudhaj, mifano iliyotumika katika kuimplement. Ukisoma katika nini, tutapiga mifano baada. Lakini msingi ni hili. Katika yale maendeleo niliyozungumza yana, upande wa wazungu wanavyosema, mwanadamu alianza kucommunicate na mdomo, sijui akaongeza nini, akatoa gazeti, akapanda kama na radio, kama na TV. Sisi pia tuna zombo zetu. Tulianza kucommunicate mitumi wakitumia mimbari ya msikiti, wakitumia swala ya Juma kama chombo cha nini, cha media, wakitumia haji siku ya Arafa, mtume akituma message zake za ujumbe, na zikawa pia zombo za Kiislamu nazo ziko kwenye kudevelop. Lakini kuna mahali pap zilisimama. Middle century, wakati huku utawala wa Kiislamu waanguka wa mwisho uliokiitwa Ottoman Empire, na huku Europe sasa yafanya nini? Yaamka. Na ukisoma inshallah theory zote za media ziloanza kuasis mwamko wa Ulaya zimeanza katika karne ya 16 na 17 kuzungumzwa, na zikaviva katika karne ya 19. Na nitakuja kuwasomea baadhi ya wataalamu wa kizungu walioanza harakati kama hii. Sasa tulipofika katika karne ya 16 miladi, ukiziangalia laini hizi mbili, laini ya Ibilisi na laini ya Adam aloianza, utapata laini ya Adam sasa imeanza kufanya nini? Kuteremka. Laini ya Ibilisi imeanza kufanya nini? Kupanda.
mpaka tukafika hapa tulipo, kwamba wao ndio wametawali, wao ndio wamiliki, wao ndio wenye uwezo. Sisi tuko wapi? Sisi sio tu tuko nyuma, bali tumetengenezwa kiakili mpaka kwa kiasi ukitaka kuyazungumza maneno haya huzuka maswali kwenye akili zetu, yatuhusu haya na Qur'ani tuyazungumze? Wajua mwanadamu hupokonywa chake katiti katiti, akapokonywa mpaka akafika wakati akakiona si chake, mpaka akafika wakati akiamkuliwa kuzungumzwa kile kitu akasema hayanihusu, hicho si changu. Katika kupokonywa, si mambo yetu hayo bwana. Sisi Madaraka Day yatuhusuni, si yetu. Jamhuri Day si yetu bwana. Tupo vizuri sana. Mashujaa Day si yetu bwana. Umesikia leo kuna stakeholder meeting huko? Mambo yao bwana. Ama hamujaona hizi lugha? Hayo mambo yao huzungumzwa, skimu pale yataka kutolewa hapo Hindi. Huzungumzwa hizo ardhi unenao nzetu. Ukiketi kuzungumza zile ardhi unena hiye nzetu. Kwenye zitengo kunapopangwa policies na sera za kuendesha hiko chenu, wewe unena hayo si yetu. Huku ni katika kumalizwa psychological, paka wewe mwenyewe ukasarenda, ukainua mikono, ukanena si chetu hiko. Sasa hapa ndipo tulipofikishwa leo. Twaona mambo ya mobile si yetu. Leo ustadhi nayo ukizia mimbarini huzungumza technology, electronics, mobiles. Hama maneno yana alaka gani na saumu za Ramadhani? Sisi tunataka ibadatullah shekhe. Hapa ndipo tulipofikishwa. Basi kulikuwa kuna mada mwanzo hufikiria nitaka kuizungumza, lakini kanena mara hii ndio kuitongea mwenyewe hii mando iwate. Katika fikra nilikuwa nazo mara hii nilikuwa nataka kuzungumza Al-Qur'anul Karim wa tijara, kwa nataka kuzungumza business katika Qur'an. Iko hii katika, wajua mimi hizi mada huwa nikiketi kifanya research yangu kizipata huziweka kwenye list kisha huangalia. Ilikuwa nataka kuzungumza Qur'ani yatuongoza vipi katika masala ya kufanya nini? Biashara. Kisha jamaa kaona kidogo tena, sasa sisi tuendao kusoma business ama tuendao kusoma Qur'ani? Imo kwenye Qur'ani business. Na ndipo mahala twahitaji kupayua. Swala tumeambiwa siku nyingi jamanini, saumu tumeambiwa siku nyingi jamanini, lakini tuumizwapo sasa hivi sisi kwenye swala, tuumizwapo sisi kwenye saumu, tuumizwapo sisi kwenye uchumi mathala, tuumizwapo sisi kwenye siasa sasa hivi, tuumizwapo sisi kwenye ardhi sasa hivi. Kwa hiyo sehemu tuumizwazo sizo hizi sehemu tuzizungumzazo siku zote. Na ndio umuhimu wa kujua namna ya kuzitupa mada ambao utaweka mkono kwenye kidonda. Kidonda kiko wapi? Leo nimekwenda sana kwenye imada, sitaki kwenda sana. Leo ukiangalia sute twaimba hali maisha magumu, maskini, nini. Ni kweli haya maneno? Bainana wa baina Allah, ni kweli? Si kweli. Uchumi uko sawa, opportunities za uchumi ziko, zitega uchumi ziko, uzivu, ukosefu wa ubunifu, fikra za kupata yeo kwa kesho, shortcut. Ndio vijana wa sasa mna matatizo hayo. Hamwezi kuona opportunity za kazi kwa sababu mmeshalelea katika hizi fikra za project nyingi. Tezedili leo asubuhi tengeze milioni. Tezedili leo asubuhi tengeze 200,000. Hizi hatuwezi kufanya kazi. Uwezi kazi ile ya kutunga punda uweke shilingi 100 siku ya kwanza, uweke shilingi 100 siku ya pili. Ya yeo si mwandia B7.
marhamu, nafikiri uko haya amekufa biseme, alipoambiwa mambo ya pepo na moto anena ya yeo hayo. Sisi masala tutapata baada ya miaka 10, nyinyi generation nyinyi muambiwao sasa kizazi cha haraka, sio tuambiwa alamu sura. Tumetolewa kabisa fikra za kutia mbeu, uinoshe, uingoje, imee mpaka itowe kisuke, uitie guniani, wende ukaizanye. Hakuna fikra hizi. Kila mmoja ukatizie, unajua ustadhi kuna pesa zimetoka, nataka tupange kikundi shekhe, hapa tutatengeza kama 500,000 600,000. Hapa tutatengeza kweli, siwaziwi, fanyani pia hizo. Lakini hizo katika population ya watu 100,000 wapatao watu 10. Sijui umeelewana vizuri? Wapatao watu 10. Hawa 99,990 watafanya nini? Turudi pale pale, marasa, lima, kiwanda, tengeneza kitanda, fanya kadhaa. Ndio wazee wetu walivyokuwa, wakajenga, wakayea, wakasomesha, wakamiliki majumba. Na ndio utakuta leo jana wetu tumebidi tuende kwenye mambo mengine ya haramu kwa sababu ya shortcut ya kutaka kupata. So mtu leo akiuza stoki moja ya drugs kwa wiki, ashaukata. Ashatengeneza 200,000 300,000. Utamfahamisha vipi? Kisha ukuidia wewe, ustadhi kwa nataka tuwate kuzanya hizi drugs, kazi ziko wapi? Sina kazi ya kukupa 300,000 kwa wiki. Hakuna kazi ya kumpa mtu 300,000 kwa nini? Kwa wiki. Kazi ni ungangane kutoka asubuhi, uwe una kiduka chako huzanya, mpaka asubuhi ukifunga hesabu upata faida 500, upata faida 600. Ubudget maisha yako. Turudi katika mada yetu. Sasa hapa ndipo tulipowatwa nyuma. Na hapa ndio lazima tuweke mikakati. Kwa nini tukawatwa nyuma? Mambo 5 nataka kumalizia khutba yangu ya leo. Na hizi zitu zataka kubalance, tafadhalini. Sitojibu maswali saa zote, nataka muwe na akili ya kubalance. Kitu cha kwanza, na maneno sineni mimi, wanena, nimeyanukuu maneno haya kutoka kwa wataalamu kadhaa wamezoandika kuhusu media, tena baadhi yao wengi ni wataalamu wa Kisuni. Wasema problem ya kimsingi kuweko nyuma katika suala la media na kutoiona Qur'ani inavyotuongoza katika media. Na isoma kwa Kiarabu, asema at-tarkizu ala al-ulumi ash-shar'iyya duna al-inaya bil-ulumi al-haditha wal-funun al-insaniyya al-jadida wa minha al-i'lam. College zetu za Kiislamu, sizungumzi colleges, yani hauzat, madrasa zetu, jamia zetu, maulamai wetu, talaba wetu, sote tumengangana usoma sharia. Soma sharia. Sharia wasoma nini? Fiqh na usuli. Wasoma nini? Nasoma sharia. Nini? Dirasat Qur'ania. Nasoma mambo ya Qur'ani. Qur'ani wa specialize na part gani? Nasikh na mansukh. Kutoka karni ya 3 huzungumzwa nasikhi wa mansukh paka leo. Nime specialize katika qiraati 7, wadhuhi ama wadhuha ama wadhuhu. Poleni yani. Sikia mtu amependeza PhD leo, ame specialize katika dirasat Qur'ania na nini? Na aina za qiraa ya Qur'an. Sheikh qiraa Qur'ani husoma kutoka wakati wa khalifa watatu Uthman bin Affan paka leo. Ni 10 tu. Wengine wanena 7, wengine wanena ni zirazi ngapi? 10. Ndio leo sikia maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Sio? Ni katika hizo qiraa. Lakini umewahi kumsikia mtu mathalan, mimi nafanya master katika dirasat Qur'ania na specialize kuangalia theory ya media katika Qur'an. Uko katika sharia wewe, huenda kwenye mazungu, tuko kwenye sharia.
Mimi nimespecialize katika dirasat Qur'ania, nasoma an-nadhariya al-Qur'aniya fi tijara, theory ya Qur'ani kuhusu biashara yasemaje. Mimi nimespecialize katika elimu ulumi al-hadith za bwana mtumi, na wafanya nini gani, pati gani, na takhassas katika kumsoma mtumi jinsi alivyokitumia chombo cha media katika maisha yake ya miaka 23. Na mfuata katika miaka 23 nitoe vile alivyokuwa akitumia zile nyasila za media, au jinsi alivyokuwa akipambana na propaganda. Alikitumia mbinu gani kupambana na propaganda? Hawa wanena, si mimi. Asema matatizo makubwa tulionayo leo ni kwamba wanafunzi wa Kiislamu wanaotakhassas katika ulum sharia na katika ulum Qur'ania hawakuzipa nafasi zitu kama hizi kusoma. Wenzetu waendelea kila siku, kina John Locke na kina nani yule mkomunisti yule Marx, wakitoa theory mpya katika media. Sisi tukezene na ile ya zamani, wa falamma anba'ahum bi asma'ihim. Leo haitoshi tena hii. Manelewa vizuri sana. Hii ndio sababu ya kimsingi ya kwanza imesababisha kutofahamika Qur'ani katika nyanja kama hizi. Pili, na wasoma wao wanazuoni hizi, napenda kuzisoma kwa Kiarabu maana mara nyingine inaweza kwa maneno yangu hayana uzito. Al-mawqifu salbi, hunu msimamo wa kupinga huo. Kila kitu ni haramu, ni mmoja hutuweka kwenye nafasi tukajikuta tuko out of system, paka tukija kurealize kwamba kumbe haya mambo yalikuwa ni muhimu. Watu wetu wako hatua ya 10, na si katika media tu, katika zitu zingi. Tulipotoka zilipokuya zitu, ulipokuya mwamko wa teknoloji, mwamko wa maendeleo, sisi hatua ya kwanza huwa ni nini? Ni haramu, haifai. Wewe ukikumbuka umri wako, sinema huakitiwa kutoka lini? Kinukia wewe nyaka 60 na 70 umeidirika sinema uendelea, sio chombo cha poteza watu. Huku ilikuwa sinema ni haramu. Kwa hivyo ikiwa sinema ni haramu, Uislamu wahusiana tena na mambo hayo? Hauhusiani. Tukaketi mpaka tukashtukia sinema za tumaliza hizi, na sisi tuweza kuzitumia kutangazia nini? Uislamu. Mpaka tulipoanda kutengeneza risala na sinema ya Nabii Yusuf, sijui na Nabii Suleiman, sijui na Nabii Ibrahim, watu wako za humo? Watu hawako za humo. Angaliani leo walivyoingiza zipindi, cartoon, musalsalati, sinema za kila aina, zimetuingia mpaka ndani ya mishipa ya nini? Ya damu. Washapenyeza culture, washapenyeza maadili, washapenyeza tamaduni, washapenyeza kinachoitwa role model, sio? Ambao leo mtu kila mmoja ajua akitaka kukata nyee ni mkato wa nani, akitaka kuvaa nguo ni za nani. Wewe unataka kumwambia sasa nyee za mtumi zilikuwa ya kadhaa, yalichelewa. Kijana wa yeo adili na mato kuliko masikio. Na haya nitakuja kuwasomea maneno ya Ayatullah Khamenei. Ayatullah Khamenei azungumza na zombo za media Irani, awaambia kijana wa yeo hataki tena kusikia, hataki tena peke yake kusoma, ataka kuyaona ambiwao. Ametengenezwa adili zaidi na picha. Na mimi nitawaambia mfano sasa yao. Mimi ni mmoja, niko very active katika hii mitandao ya kijamii. Nitakuambia mfano. Nikiwa na message nitaka kuituma, nitaka kutangaza kitu swafa. Mfano kuna prize giving day. Ngia katika Facebook, andika tu maneno. Ndugu zangu Waislamu na matangazia tutakuwa na nini, andika kama mistari 6-7. Kisha keti kama siku 3. Kisha rudia page yako, angalie like ni ngapi, comment ni ngapi, view ni ngapi. Hawasikili 70. Lakini tukuwa picha. Tupo vizuri sana. Hata kama yako.
hata kama yako mwenyewe ama ya vijana skuli ama ya nini, iweke tu ile picha, kisha chini yake andika maneno, utapata view karibu 2000. Na hii nimewapa, nendani mukatest. Mimi nimeifanyia majaribio. Any message utakao kuituma kwenye Facebook mfano au kwenye mitandao ya kijamii, itangulize picha, hata kama ya mti, haihusiani kamwe na yale maneno. Kisha andika yale maneno yako. Utaona watakao kusoma ni wengi zaidi, kwa sababu kitu cha kwanza ulimwengu wa sasa watu huvutiwa na nini? Na picha. Akiona ile picha atataka huyo kuna nini? Atasoma yale yaliyoko ndani. Akiona maandishi huyapita tu. Ndio that why hawa jamaa wanazitumia hizi zitu. Leo kijana ukipitisha message yako kupitia cartoon, ule kibonzo wampitishia message yako. Leo cartoon, nitakuja inshallah, zaweza kutumiwa kuwafundisha vijana wa miaka 3 mpaka miaka 5 kusoma Qur'ani. Ukipatikana ma specialist, badala ya kuwekea chuo na mwalimu na umwambie waman yoni idghamun bighunna, sio katika tajwidi kuna idghamun bighunna na idghamun bighairi ghunna. Ghunna ni ile kingongo kile, sio? Sasa kuna harufu za idghamu mpaka utie ile waman yaf'al dhalika, sio? Lakini huwezi kwenye lamu huneni malla, sio? Utaisita ile ghunna. Sasa wewe kiete kikatuni kwa ufanya mambo haya, kijana atakwenda mwenyewe aketi kwenye nini? Kwenye kioo, aanze kumtaba ule nani? Ule katuni. Ukishtuka atakuhifadhia sura. Na tabana usiterenke naye kama chuo na katuni awe humwambia mambo yale, mara huteza, mara huruka, mara hula paramandi, mara husukumana. Yani hutiwa na ule laibun wa lahun. Sio yale nilowaambia yuzi kwamba kijana anasoma kupitia nini? Matezo. Leo wenzetu wako mbali kwenye mambo haya. Sisi hatujaamua kuingia ulimwengu huu. Media katika kuchelewa. Sasa asema msimamo wa haramu hutuchelewesha mara nyingi na kutukua misimamo inaofaa katika masala kama haya. Sababu ya 3, tulipowaambia Waislamu sinema ni haramu, TV ni haramu, redio ni haramu, na upande wa pili hatukuwa na mbadala, tulijikuta watu wako kwenye haramu. Kwa sababu wave ya haramu ukitokuwa na mbadala, Mungu hawezi kukataza zina asituweke ndoa. Kama alikuwa hakuweka ndoa, hakuna ndia ya kuziwia zina, kungeziniwa tu ulimwenguni. Uwezi kuwaumbia watu tupu yenye sifa zile na matamanio, kisha waambie bana hakuna kukitumia iko kiwekwe tu kama museum. Paka umpe mtu mbadala. Umeelewa? Mmoja au kutosha, ingeza wangapi? Wa pili, mathna wa thulatha wa ruba. Yote ni kukuwekea mbinu mbadala usende kwenye nini? Kwenye haramu. Sasa wewe umekazana kuambia watu ni haramu, hakuna sinema mbadala, hakuna katuni mbadala, hakuna zipindi mbadala. Tutatawaliwa na namudhaji al-gharbi. Na ndio hali ilivyo leo, tumetawaliwa na namudhaji al-gharbi. Na sababu ya 4 wasema na generation ya leo ya Kiislamu inaofanya kazi kwenye sekta ya media, waliojiita Waislamu na media ya Kiislamu wamegraduate katika theory za kimagharibi. Sio mpona mimi vizuri sana. Leo wewe ukitaka kunena sisi vijana zetu wa amu tutaka tuingie katika sekta hii ya media, tutawapeka watasomeshwa katika university gani? Ziko za Kiislamu? Kwa hivyo atarudi huitwa Muhammad, ni mwandishi katika gazeti, ni mtangazaji katika TV,
ni mwana mitambo, ni muhariri, lakini amesomeshwa theory za kikomunisti, theory kama utakazokuja kuzielewa za kiliberalia, theory za kina Machiavelli. Hizi ndio theory alizosomeshwa. Hatuna mtu tuweza kumuita huyu ni al-i'lamul islami takharraja min al-Qur'an al-Karim. Amesomea theory zake zote kutoka kwenye nini? Qur'an. Amekuwa ni Muislamu kwa jina la Uislamu, asambaza misingi ya kimagharibi bila ya kujua. Ya mwisho namaliza darasa yangu, asema kwa sababu hizi na nyingineo, leo Waislamu sote katika sekta ya media twatembea kwa filosofi na nadharia na mifumo ya kimagharibi, tukiutangaza umagharibi kwa jina la Qur'ani, na ndio tukachangia kiasi kikubwa kupoteza nadharia ya Qur'ani na Uislamu katika maisha yetu. Hata hizi ziamkuliwa Iqra, ziamkuliwa nini, basi manake ikiwa kipimo kusoma Qur'ani asubuhi, BBC pia usoma Qur'ani asubuhi. Ikiwa kipimo ni kuadhini kila baada ya swala na kila wakati wa swala ndio huankuliwa hiki ni chombo cha habari, kuna BBC pia kuna kipindi huweka madhini, watu wakafanya nini, wakaadhiniwa. Hapa ndipo mahala tulipoanguka, na hapa ndipo mahala sasa tunataka turudi katika Qur'ani. Ndio niulize suala langu linalofuatia, je, ipo dharura ya kurudi kwenye Qur'ani kutafuta misingi ya media ya Qur'ani? Naam, ipo dharura. Dharura yenyewe yaelezwa na Qur'ani kupitia misingi mingapi? 4. Katika kila msingi nitakupa aya zake insha Allah taala, Mungu akinipa uhai na uzima, katika darsa ya kesho. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suala liloulizwa leo sitolijibu, wakati umekwisha, lakini pia siwezi kulijibu, na nawaomba kiasi fulani ndugu zangu, mkiniuliza suala mniulize suala laweza kujibika kwa dakika 1 kwa dakika 2, lakini ukiniuliza suala nataka siku 3 kulijibu itakuwa ni tabu. Na kuna mtu ameniandikia suala, ananiambia Baitul Mali ni nini, ilianza lini na kwa mfumo gani, na walikuwa wakisimamia nkina nani, na ilikifanya kazi vipi? Billahi alayka, yataka Ramadhani nyingine kamili mada kama hini. Walhamdulillahi rabbil alamin.